Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana mbalimbali, vijana wa Kitanzania wenye elimu kuanzia elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Aidha, uandikishaji wa vijana hao wa Kitanzania wenye taaluma adimu wataandikishwa jeshini. Wataaluma hao watakaoandikishwa jeshini watapatiwa mafunzo mbalimbali muhimu ya kijeshi, lakini pia watapata fursa ya kufanya mafunzo ya kuwaendeleza katika taaluma zao. Naomba niende moja kwa moja kwenye sifa za wale ambao tunakusudia waandikishwe katika jeshi letu, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Sifa ya kwanza ni awe raia wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi wa Tanzania na halikusudii kumwandikisha yeyote ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo sifa ya kwanza awe raia wa Tanzania lakini mwenye kitambulisho cha taifa. Sifa ya pili, awe na afya nzuri na akili timamu. Awe mwenye tabia na nidhamu nzuri, hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani na kufungwa. Awe na cheti halisi cha kuzaliwa, original birth certificate. Awe na vyeti vya shule pia na vyeti vya taaluma ambazo nitazitangaza hivi punde. Awe hajatumikia jeshi la polisi, hajatumikia magereza, chuo cha mafunzo au kikosi maalum cha kuzuia magendo kinachojulikana kama KMKM. Awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au kwa mujibu wa sheria, na awe ametunukiwa cheti. Sifa nyingine kwa vijana wenye elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6, wawe na umri usiozidi miaka 24. Vijana wenye elimu ya stashahada, umri wao usizidi miaka 26. Vijana wenye elimu ya juu zaidi ya stashahada wawe na umri usiozidi miaka 27. Lakini pia, ndugu wanahabari, kwa madaktari bingwa, hawa madaktari bingwa wa binadamu, madaktari bingwa wa binadamu umri wao usizidi miaka 35. Baada ya kutaja sifa sasa, ndugu wanahabari, niombe sasa nijielekeze kwenye taaluma adimu zinazohitajika kuandikishwa jeshini. Taaluma hizo adimu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni taaluma ya tiba. Taaluma ya tiba hii imegawanyika katika nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni medical doctor, ambao hawa wanaotakiwa ni wale ambao ni specialist. Hawa specialist ambao wanatakiwa kuandikishwa jeshini ni kama ifuatavyo: general surgeon, orthopedic surgeon, urologist, radiologist, ENT,
specialist, ana sociologist, physician, ophthalmologist, pediatrician, obstetrician na gynecologist. Taaluma nyingine ambazo ni specialist ni pamoja na oncologist, pathologist, physicist, emergency medicine specialist pamoja na hematologist. Kama nilivyosema, ndugu wanahabari, kundi la pili la taaluma ya tiba ni kama wafuatavyo: medical doctor, dental doctor, veterinary medicine, biomedical engineer, dental laboratory technician, anesthetic, radiographer, optometry, physiotherapy pamoja na aviation doctor. Ndugu wanahabari, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa fani ya tiba. Wengine sasa ni taaluma za uhandisi, engineers. Ana Bachelor of Electronic Engineering, Bachelor of Mechanical Engineering, Bachelor in Marine Engineering, Bachelor in Marine Transportation and Nautical Science, Bachelor in Mechanics in Marine Diesel Engine, Bachelor in Aviation Management, lakini pia Bachelor in Aircraft Accident and Incident. Our accident and incident kwenye ile sector ya investigation. Nyingine zinazohitajika ni Bachelor in Meteorology, Air Traffic Management pamoja na Aeronautic Engineering. Hayo ndo makundi ya fani adimu ambazo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limezilenga kwamba linahitaji wataalamu wana hii. Lakini pia kuna kundi lingine la fundi michundo. Hawa fundi michundo wanaohitajika ni aluminium welding and metal fabrication. Ndio hao tu. Ndugu wanahabari, maombi yote kwa wahitaji katika kujiandikisha jeshini yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe makao makuu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hapa Dodoma. Muda wa kuwasilisha, mwanzo na mwisho wa kuwasilisha maombi hayo ni kama ifuatavyo. Tarehe ya kuanza kuwasilisha maombi ni kuanzia kesho tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Na tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Lakini maombi hayo yanatakiwa yawe na viambatisho vifuatavyo. Kwanza, awe na nakala ya kitambulisho cha taifa pamoja na namba ya NIDA. Awe na nakala ya cheti cha kuzaliwa, vyeti vya shule pamoja na vyeti au cheti cha chuo. Nakala ya cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa waombaji wale ambao walimaliza mkataba wa kujitolea. Lakini pia muombaji ambatishe na namba yake ya simu ya mkononi kwa ajili ya mawasiliano
ambayo ni rais. Maombi hayo yatumwe kwa anwani ifuatayo: yatumwe kwa Mkuu wa Utumishi Jeshini, Makao Makuu ya Jeshi, Sanduku la Posta 194, Dodoma, Tanzania. Ndugu wanahabari, hilo ndo lilikuwa kusudio la kukutana na nyie hii leo, lakini niwaombe kupitia kwenu kuwaomba Watanzania wote, naomba kutoa angalizo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatoa angalizo baada ya kutangaza rasmi sasa nafasi za kuandikishwa jeshini kwamba linawaomba wananchi wote wasikubali kurubuniwa na matapeli ambao watajitokeza baada ya mimi kuzungumza hapa na baada ya nyie pengine kuhabarisha wananchi. Matapeli wataibuka, watajitokeza kwa lengo la kuwalaghai wananchi, vijana, kuwalaghai wazazi kwa kisingizio cha kuwapatia vijana nafasi za kujiunga jeshini kwa kutoa fedha. Niombe kuwakumbusha kwamba hakuna nafasi ya kujiunga jeshini kwa kutoa pesa. Atakayepokea, sheria ya makosa ya rushwa iko pale pale. Kwa hiyo wananchi wasirubunike, wasidanganyike. Mimi ni mwanajeshi niko sehemu fulani, mimi ni kiongozi fulani niko sehemu fulani, mimi ni mtu fulani niko sehemu fulani. Nafasi ile uliomba sasa imepatikana. Matangazo haya ya nafasi za kujiunga jeshini yatasimamiwa kwa utaratibu zote zilizowekwa na kwa vigezo vilivyowekwa. Hakuna hata mmoja atakayejipenyeza kwa kutumia mgongo wa pesa. Ili niwaombe wananchi kwa unyenyekevu kabisa, niwaombe wanahabari kwa unyenyekevu kabisa, kupitia kwenu tuwabarishe wananchi hawa. Wananchi ni waelewa, wanaelewa, ila ni kuwakumbusha kwamba wasidanganyike kutoa hela kwa ajili ya kuandikishwa jeshini.